Somo letu linasema nguvu na moto wa uamsho wa Roho Mtakatifu. Nguvu na moto wa uamsho wa Roho Mtakatifu. Sasa uamsho wa Roho katika kanisa la kwanza la mitume ulianza mwaka wa AD 33. Pentekoste wa kwanza anaitwa Petro alihubiri Injili, watu 3,000 wakaokoka. Haleluya. Ili kuonesha mtu aliyezaliwa mara ya pili ana nguvu ya kuwavuta wengine waje kwa Yesu Kristo. Amen. Lengo kubwa au biashara kubwa ambayo Yesu alileta duniani ni kwamba tukishapokea hiyo kipawa au kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, tunakwenda kuwahubiri watu waweze kuokoka na wazaliwa mara ya pili. Sasa nimesema kuna nguzo 9 za uamsho wa Roho Mtakatifu. Na nguzo hiyo ya kwanza, unapoandika sasa, ya kwanza nguzo hiyo ya uamsho wa Roho Mtakatifu, nguzo ya kwanza ni kuzaliwa mara ya pili. Mara ya pili kwa sababu katika kitabu kile cha Yohana mlango ule wa kwanza mstari wa mlango wa 3 mstari wa kwanza, mlango wa 3 mstari wa kwanza, Yesu alikutana na mtu mmoja anaitwa Nikodemu na alimwendea. Ilikuwa ni usiku. Biblia inasema hivi, nitasoma mstari michache katika mlango wa 3. Anasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake akiitwa Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku, akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Watu wengi hata huko nyuma, miaka ya nyuma tulipokuwa tumesikia habari za wokovu, ile miaka ya 80 90 kuja huko mbele, ilikuwa ni hatari sana. Mtu akikuwa anaonekana mtu wa ajabu, yaani kama vile ni wa ajabu sana hapa nchini na maeneo mbalimbali. Siku hizi imekuwa kila mtu anaweza kujifanya kwamba sasa ameokoka, lakini wokovu ni lazima mtu azaliwe mara ya pili. Jambo la pili, nguzo ya pili katika wokovu ni tendo la kujazwa Roho Mtakatifu. Namba 2, nguzo ya pili ni kujazwa Roho Mtakatifu. Kila mtu binafsi anapaswa kujazwa Roho baada ya kuzaliwa. Baada ya kuzaliwa mara ya pili anajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi kubatizwa mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo mpaka mtu azaliwe mara ya pili ndio anaweza kuzaliwa, ndio akapokea kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Kwa hiyo hakai ndani ya mtu ambaye ni mchafu. Amen. Kwa hiyo anapoingia ndani ya mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, anaingia na utakatifu ndani ya mtu huyo. Kwa hiyo mtu huyo anakuwa mtakatifu. Biblia inasema utakatifu wa duniani ni bora. Haleluya. Haleluya kanisa la Mungu. Sasa nguzo ya tatu ni tendo la kuokoka na ujazo wa Roho Mtakatifu. Tendo la kuokoka linatangulia kwanza, alafu linakuja swala la ujazo wa Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sasa jambo la tatu ni tendo la kuokoka. Nguzo ya tatu, tendo la kuokoka na ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo haujazi Roho mpaka uwe umezaliwa au umeokoka mara ya pili. Umeokoka. Ukishaokoka tayari unaweza kujazwa Roho Mtakatifu. Katika Matendo ya Mitume mlango wa kwanza na mstari wa 8, Yesu asema mtapokea nguvu akishawajilieni juu yenu Roho Mtakatifu. Haleluya. Hapo ndipo tunaweza kurudisha ule moto wetu wa uamsho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa lazima mtu aokoke
na ndipo apokee Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzoni ya kwamba nguzo ya pili kwamba kujazwa kwa Roho. Sasa hapa anasema kuokoka na kujazwa Roho Mtakatifu. Hiyo ni nguzo katika nguzo zile ambazo tunasema nguzo 9. Nguzo hiyo ni ya 3. Tendo la kuokoka na ujazo wa Roho Mtakatifu. Mtu anapokoka anakuwa kiumbe kipya, anakuwa kiumbe kipya, ya kale kwake yanafanya nini? Yanapita. Hakuna tena kwenda kuvunja laana. Sawa watu wa Mungu. Hakuna sadaka ya kwenda kuvunja nini? Laana. Maana hapo tayari Yesu alishakufa kwa ajili yako. Yesu alilaaniwa kwa ajili yako. Alichukua nafasi yako. Akateswa Yesu kwa badala yako ili wewe uwe mzima. Ile miiba aliyopigiwa kichwani, ile miiba aliyowekewa kichwani mataji, ilikuwa ni kwamba maumivu ya kichwa usiyasikie, upone kwa kumwamini Yesu Kristo. Haleluya. Na ile kupewa ile ambayo ilikuwa ni chungu ulipa Wayahudi, kuna vitu vya, kuna nguvu ya msalaba, mambo aliyotenda Yesu Kristo kwa kushughulika na mwili huu wa damu na nyama. Waimbaji wamesema akaja Adamu wa pili, maana yake akaja Yesu ambaye ndio Adamu wa pili. Adamu wa kwanza pake mauti ilitawala. Adamu wa pili tunapokea uzima ndani mwetu. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 24 na 25, Yesu anasema mtu akiniamini mimi ajapokufa ataishi. Haleluya. Ajapokufa atafanya nini? Ataishi. Kitu kinachosumbua sasa hivi leo hapa duniani na kinachoshambulia watu ni kutana na mafundisho ambayo ni potofu, sio Roho wa Mungu. Sawa? Mafundisho ambayo yanadanganya. Biblia imegeuzwa namna fulani ambavyo haiko sawa sawa. Lakini nataka kusema na wewe asubuhi ya leo na siku hii ya leo, Jumapili ya leo. Haleluya. Katika nguzo hizi za muhimu sana ambazo zinaleta uamsho wa Roho Mtakatifu. Utapita kwa vijana, utapita kwa kina mama, utapita kwa kina baba, utapita kwa watoto, utapita kwa wanakwaya, kwa wanaosifu Mungu, na katika namna mbalimbali unakuwepo na namna ambavyo si ya kawaida. Moto ukichochewa unaendelea kuwaka ule moto wa imani. Sema amen. Naitwa Nancy David Tarimo. Niko hapa mbeleni kwa kusema ibada ya leo. Ibada ya leo ilikuwa ni nzuri na ilikuwa ni ya furaha sana. Niwaambie pia na watoto wenzangu huko walipo kwamba wakiwepo kwenye ibada utajifunza vitu vingi vizuri. Kanisa letu la hapa ni KLPT Bonde la Baraka. Naitwa Joseph Lohai. Ni kijana nampenda Yesu na nimeokoka. Nasali katika kanisa hili la Bonde la Baraka. Ni kanisa la Pentecoste Tanzania. Tunapatikana maeneo ya hapa Kunduchi Silva, utakuwa umefika kabisa hapa kanisani kwetu. Tumekuwa na ibada nzuri sana leo. Ni ibada ya kipekee. Tumebarikiwa sana na ibada ya leo. Jina langu naitwa Ana John Zakayo. Ni mama ambaye nimeokoka, nampenda Yesu na namtumikia Mungu. Ndani ya kanisa ni mama mtumishi ambao nipo kwenye sehemu ya uhasibu. Namshukuru Mungu, namuona akitumika na akitenda. Na wasa wakina mama wenzangu, tumwamini Yesu, tumtumikie Yesu. Pale wito unapofika upokee na muhitaji Mungu kwamba apate kutumika kwa ajili ya maisha atakayekupa. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Simon Nathaniel Kihio, ni mzee wa kanisa la KLPT Bonde la Baraka Kunduchi chini ya Pastor David Tarimo. Mimi ninaabudu hapa na pia napenda kukaribisha watu wote. Awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa mahali hapa. Hapa ni sehemu sahihi kabisa. Kanisani kwetu tunamwona Mungu kwa matendo makubwa anayotenda, na vile vile Mungu anaonekana na watu wanabarikiwa, watu wanapokea uponyaji, watu wanafunguliwa, na ibada ni nzuri sana. Ibada leo kwa kweli ilikuwa ni nzuri sana. Ibada ya tarehe 15 mwezi wa 3 2026 tumebarikiwa sana. Ilikuwa ni siku ya ajabu sana. Mungu ameweza kuonekana kwa viwango vikubwa sana. Amemtumia mtumishi wake. Mtumishi wa Mungu ametumika kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo tumebarikiwa sana na tumejifunza somo juu ya karama. Hizi karama za Roho Mtakatifu ziko katika makundi matatu.
Kwa leo tumechukua kwa ufupi, na Mungu ameweza kuonekana, ametumia mtumishi wake, ametufundisha kwa kiwango cha hali ya juu sana, hasa juu ya kalama ya imani, ambao hii kalama ya imani kwa nyakati za leo kwa kanisa la sasa inahitaji sana kwa ajili ya kufanya uamsho, ili kanisa liweze kurudi katika mwenendo au katika msingi ya kiroho ya misingi ya Yesu Kristo. Hii kalama inahitaji ifundishwe sana katika makanisa yetu hasa nyakati za leo. Mimi kwa kweli ninawashauri ndugu zangu wa Tanzania kwa ujumla ama dunia kwa ujumla, kwa kuwa sisi ni watu wa Mungu, inatupasa kumwabudu Mungu. Haleluya. Inatupasa tumwabudu Mungu kwa nyakati hizi tulizokuwa nazo, maana nyakati ambazo sio nzuri, nyakati ambazo ni za hatari.